Mtazamaji wa televisheni Tumaini, tumsifu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu kuwa mzima wa afya. Nikukaribisha katika kipindi hiki cha Ijue Liturujia kinachokujia kutoka hapa televisheni Tumaini. Ipe nafsi yako tumaini. Kipindi kilichopita tulitafakari katika kutoka waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wathesalonike sura 3 mstari wa 13 unasema, lakini ndugu, msichoke kutenda mema. Leo ni mwendelezo wa tafakari hii ya Kwaresima ambayo imetolewa katika kijitabu cha tafakari ya Baraza la Maaskofu. Na kuleta kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde, pamoja nami ninaye Padre Dr. Clement Kihio, katibu mtendaji wa idara ya liturujia Tanzania kutoka Baraza la Maaskofu TEC. Na kusihi uwe nami tangu mwanzo hadi tamati tuweze kutafakari kwa pamoja tafakari hii iliyotolewa na Baba na TC. Baba Kihio, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Habari za tangu juzi? Nzuri. Habari za teki? Teki hatujambo. Ndio, teki natunyima nini jamani? Huko ni tafakari tu kwa sababu kipindi hiki cha mfungo kama unavyoniona. Nimefunga kweli. Yaani sasa nyinyi mnapofunga mnaenda kupeleka wapi matoleo yenu? Tuna wahitaji ni wengi. Kuna wenzetu wanaofanya kazi katika mazingira magumu wa misionari kule Sudani. Akina Sister Salvina. Akina Sister Salvina, lakini tayari tunasikia kuna vita vimeamka kule Mashariki ya Kati. Kuna mashirika ya kitawa yanahitaji msaada kwa sababu usafiri umekuwa ni mgumu. Kwa hiyo hayo yote ndio tunahitajika tunapofunga tutoe kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sehemu zenye shida haswa kweli wanapatiwa msaada, wale wanafanya injili huko. Kuna majeruhi wengi, kuna waliokufa wengi wanaohitaji. Bado maeneo ya Palestina wanahitaji msaada. Kwa hiyo tunaungana kwa pamoja. Karibu Baba, ufungue kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, uzienenye za ulimi wako, watia matendo yako. Peleka Roho wako, vitaumba upya na nchi itageuka. Tuombe. Mungu ulifundisha nyoyo za waamini, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba tunongozwe na Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Juzi tuliongelea juu ya ujumbe wa Kwaresima kwa mwaka huu 2026 ambao unatolewa na Baraza la Maaskofu, na tuliongelea utangulizi na sura ya kwanza. Sasa leo tuendelee kuanzia sura ya pili mpaka mwisho, zile dondoo ambazo ziko ndani ya ujumbe wa Kwaresima. Tunasema ujumbe huu ni mwendelezo wa ujumbe wa mwaka jana ambao ulitolewa na maaskofu, ambao unasema simameni imara katika imani, ambao ni ujumbe ulitoka katika waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 16 aya ya 13. Kwa hiyo tunaendelea. Sura ya pili inaongelea juu ya matendo mema katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo maandiko matakatifu kwa kweli ndio yanayotualika tutende mema, kama tulivyoona katika Wathesalonike sura ya pili Wathesalonike wa pili sura ya 3 aya ya 13. Msichoke kutenda mema ndugu, msichoke kutenda mema. Kwa hiyo matendo mema ni nafasi ya kumweka Kristu katika maisha. Kristu alitualika kila siku tutende mema. Kwa hiyo tunapotenda mema maana yake tunamuishi Kristu. Paulo anasema kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Kwa hiyo tunapotenda mema maana yake tunamuishi Kristu, tunamweka Kristu katika maisha. Matendo mema ni kushika amri na maagizo ya Kristo. Ametoa maagizo mengi. Injili nzima ni ya maagizo. Mfanye kazi, ni kutenda mema, msaidie maskini, mtenda mema. Yote hayo ni kutenda mema. Kwa hiyo matendo mema ni kushika amri na maagizo ya Kristo. Matendo mema yanatoa ushuhuda wa imani. Wanasema maneno, hata Waswahili wanasema maneno matupu hayavunji mfupa. Kwa hiyo matendo mema lazima tutende maneno na mifano mbalimbali. Kama vile tunasikia
tajiri na maskini. Unajua ile mfano ule wa Lazaro ile. Tajiri anakaa anakula vizuri, halafu maskini anakaa hapo nje analambwa vidonda vyake na mbwa. Kwa hiyo unaona, kutenda mema ni ushuhuda wa imani. Nalikuwa na kiu, nalikuwa na njaa, tuliongelea kipindi kilichopita. Kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake mwenyewe. Maana yake anayetenda matendo mema atapokea hiyo zawadi. Lakini kama unatenda matendo mabaya, basi wewe utaishia katika hukumu, kwa sababu Mungu anasema sifurahii kifo cha mtu mwovu, bali aache mwenendo wake mbaya apate kuishi. Na yule mtu mbaya akiacha mwenendo wake mbaya, huyo ataishi, manake atapokea taji. Kwa hiyo kila mtu atahukumiwa kwa matendo yake mwenyewe. Na mfano halisi fadha, mtu anaweza kauliza kumbe, natolea tu mfano, kama yule mwizi aliyechomwa pale na tairi, angekuwa hakuiba, ameacha tabia yake ya kuiba, angeishi muda mrefu. Lakini kwa ajili ya kukwapua vya watu. Lakini pamoja na hayo, sema nilikuwa mgonjwa, nilikuwa hatarini katika kupigwa, hukuniokoa. Kwa hiyo wale ambao wamemchoma, wao badala ya kumwokoa huyu, wao wameingia hatiani. Unatakiwa aokolewe, aongoke, kama Kristo alivyomwokoa yule mwanamke aliyekuwa angepigwa mawe, yule mzinzi. Asiye na dhambi awe wa kwanza. Kwa hiyo kwa mtu yeyote anayechukua hatua hiyo ya kutoa uhai wa mtu au kumwadhibu mwingine, msichoke kutenda mema. Kuadhibu namna hiyo sio kutenda mema. Ni hapo watu wamechoka. Yaani mtu amefanya mabaya, nyewe mmechoka kuvumilivu. Uvumilivu ni jambo jema. Kwa hiyo msichoke kutenda mema. Ni wito ambao mababa maaskofu wanautoa katika mwaka huu. Ndugu, msichoke kutenda mema. Hiyo ni sura ya pili. Tukija sura ya tatu, inasema matendo mema kama muendelezo wa mwaka mtakatifu wa Jubilei. Mwaka mtakatifu wa Jubilei, ujumbe wake wa Kwaresima 2025, tumesema nisimameni imara katika imani. Wakorinto wa kwanza sura ya 16 aya ya 13. Kwa hiyo ni muendelezo. Hebu turejee huo mwaka jana. Jubilei ilikuwaje? Yatokanayo na mwaka mtakatifu ili yasimameni imara. Kulikuwa na dhana ya upyaisho wa kiroho. Watu walialikwa kwenda hija, kufanya toba. Kwa hiyo walifanya maisha yao kuwa mapya. Walialikwa kuwa watu wa msamaha na upendo. Walialikwa kuwa watu wa matumaini na mshikamano. Ndio maana anasema ile kauli mbiu ilikuwa mahujaji katika matumaini. Mahujaji wa matumaini. Na matumaini yetu ni nani? Ni hilo tumaini lisilotahayarisha, ni Kristu mwenyewe. Tulialikwa vile vile kutunza mazingira, wajibu wa ekolojia. Tusichoke kuyatunza mazingira yetu. Mwaka jana huo, kukuza jumuiya, watu walikuwa wanakutana, wanasali pamoja. Tulialikwa kwa ajili ya msaada kwa wahitaji. Watu walialikwa kwenda hija, sala. Watu wameenda Roma. Wewe ulienda popote? Mimi nilienda Pugu. Ulienda Pugu? Nilienda Pugu, nilienda shrine ya Mtakatifu Francisco pale Msimbazi. Ndio. Kwa hiyo unaona, kumbe tulialikwa kwenda mahali fulani. Sijui mtazamaji, wewe ulienda popote? Huko kwenye jimbo lako, hata pale kwenye kanisa kuu, sijui ulienda au ulifanya chochote kwa ajili ya mwaka mtakatifu. Sasa kama ulifanya, usichoke kutenda hayo mema. Kuna matukio makuu ya mwaka mtakatifu ambayo yalitendeka, kama tulivyosema, kufungua Jubilei, kufunga Jubilei, lango kuu. Vijana wengi wamepita sana hapo. Watu wengi walipita sana hapo teki kwa ajili ya safari ya kwenda Roma, kwenda kuhiji. Kwa hiyo watu wengi wamehiji. Kwa hiyo tunaalikwa kwamba, ndugu, tusichoke kutenda mema. Haya tuliyotenda mwaka jana tuendelee kuyatenda. Isiwe kwamba Jubilei iwe ndio mwisho.
Kwa hiyo kazi ya imani inaendelea. Ule ulikuwa ni mwaka wa imani, lakini imani hiyo hatufungi kwa sababu tumemaliza mwaka wa jubilei. Lazima ni mwendelezo, imani inaendelea. Uchovu wa kiroho tusiukaribishe. Unaweza ukajisikia kwamba nimechoka, mbona nimefanya mengi sana na nini. Maaskofu anasema tusiukaribishe huo uchovu wa kiroho. Na Father, labda hapo kwenye tusichoke kutenda mema. Labda kuna baadhi ya Wakristo wanaona siku ya Dominika hata akipumzika kusali anaona ni sawa tu. Labda anaacha sala, ajishughulishi kutafuta sala. Kumbe sala ndio zinatusaidia kuweza kuimarika, ndio zinatupa nguvu. Labda hapo ungesema kitu kwa kama tulisema mtu amefanya kazi Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, kweli umechoka sana. Na roho imeghafilika. Sehemu ambapo unaweza kupata ahueni ni mbele ya Mwenyezi Mungu. Unapofika pale ukasikia neno la Mungu, ukapokea Ekaristi takatifu, chakula cha uzima, unarudi na nguvu zako. Kwa hiyo usichoke kutembea kwenda kanisani, usichoke. Hayo ndio mambo kuna mambo muhimu ya pamoja, kusali pamoja katika familia, katika jumuiya. Kama walivyosema, kwenda kanisani ni mambo ya pamoja, tunasali pamoja. Kwa hiyo haya ni mambo muhimu sana ambayo tunaalikwa tusiyasahau katika mwaka huu. Hiyo ni sura ya 3. Kwa hiyo ni mwendelezo wa jubilei ya mwaka jana. Yale mema yote tuliyotenda mwaka jana, sio kwamba tumefunga mlango, bali tunaendelea kuyatenda hayo mema. Katika sura ya 4 inasema, basi ndugu, tutende mema daima. Basi ndugu, tutende mema daima. Kule anasema basi, lakini ndugu, msichoke kutenda mema. Kwa hiyo hili ni neno la maaskofu sasa, kama la hitimisho. Basi ndugu, tutende mema daima. Ni kama alivyotualika Mtakatifu Paulo katika ule waraka wa pili kwa Watesalonike sura ya 3 aya 13, inaposema ndugu, msichoke kutenda mema. Kwa hiyo ndugu, basi, yani ndio tunahitimisha, basi ndugu, tutende mema daima. Wewe mtazamaji na mimi hapa, sote kwa pamoja tutende mema daima. Tusihisi kwamba tumechoka. Maaskofu ndio wanatualika. Na labda Father, hilo timisho ambalo maaskofu wanatualika tutende mema daima, mimi nalinganisha na kuna mwimbaji mmoja ameimba, ibada njema inaanzia nyumbani. Kwa hiyo kumbe wale watu wanaotuzunguka ndio wa kwanza kuwatendea mema hayo. Katika familia, labda baba yuko na familia, hao ndio watu wa kwanza kuwatendea mema. Kazini, tuwatendee mema wenzetu, sio niligombana na huyu, namtendea mema gani? Anasema naomba maji, unayo chupa limejaa, anasema hakuna, haya mtoshi. Kwa kweli kutenda mema ni kama ilivyotaja ile habari ya Msamaria mwema, kwamba unayekutana naye kwenye uso wako, basi huyo ndio wa kumtendea mema. Na ukiangalia mtu wa kwanza kumuona unapoamka ni nani? Ndugu zako pale unaishi nao na nini. Huwezi ukawaacha hawa hapa wana shida, hafu tukasikia kwamba unatenda mema mahali pengine kando huko, ikiwa hawa ambao unao huwatendei mema. Ndio maana anasema huwezi ukasema unampenda Mungu ikiwa unamchukia jirani yako unayemuona. Unasema unampenda Mungu usiyemuona, lakini unamchukia jirani yako unayemuona. Kwa hiyo hawa tunaoanza nao, hata Waingereza sema charity begins at home. Pale ndio inapoanzia. Kwa hiyo unapoenda huku kwingine ni muendelezo. Maana tunasema kutenda mema ni maisha endelevu. Kuna ulipoanzia, lakini huko unaendelea. Ndio. Na mwingine Father atakwambia kwamba mimi huyu sister simtendei mema wala simsaidii kwa sababu amenifanyia 1, 2, 3, 10.
mahusiano yaliyopo kati ya kutenda mema na msamaha. Labda baba ungetupatia kidogo. Ndio maana katika hiki kipengele maaskofu wamechukua tu, anasema ndugu, msichoke kutenda mema. Lakini kipengele hiki kinaanza na neno lakini. Kwa hizo lakini ndio hizo tunazoziongelea. Kwamba mtu fulani simtendei wema kwa sababu hii na hii. Lakini hayo yote tunasema, lakini pamoja na hayo yote mtende mema. Kwa hiyo tusilete visingizio kama mtu fulani simtendei mema kwa sababu labda naringa, simtendei fulani mema kwa sababu hii. Ndio maana sisi Wakatoliki tunawapenda watu wote. Hatubagui mtu yoyote. Tunajua kwamba wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa nini maandiko matakatifu yamesema kwa sura na mfano wa Mungu? Mungu alipenda aonekane kwa namna moja au nyingine. Kwamba mimi sijawahi kumuona Mungu. Sema mbona Mungu unamuona kila siku? Unapomtazama mwenzako una sura na mfano wa Mungu. Kwa hiyo Mungu amependa tuonekane katika sura za wanadamu wenzetu. Kuna wimbo unasema, tukimpenda Mungu wetu kweli, tuanzie na ndugu zetu. Mungu wetu hapapendi. Yaani kwamba pasipo na upendo Mungu hapendi. Mungu hayupo. Maana yake sasa tunapotenda mema ndio tunatimiza upendo. Tunatimiza upendo. Ndio. Kwa hiyo ndio hilo kwamba Mwenyezi Mungu anatualika na tunamuona katika wenzetu. Lazima imani tunayoisadiki, maaskofu wanasisitiza, tuidhihirishe kwa watu. Kwamba imani bila matendo. Huwezi ukasema mimi ni Mkristu halafu unayotenda hayaendani na Ukristu. Huwezi ukasema mimi ni Mkatoliki unayotenda hayaendani na Ukatoliki. Kwa hiyo lazima tuidhihirishe kwa imani tunayoisadiki ni ipi. Au kama vile Bakio unakuja patisi unatuhubiria na kwambia penda nene, tenda nene mema, si nene. Lakini kumbe kule ulikotoka umempiga mwenzio. Mfano. Na unaonyesha kabisa wazi kwamba wewe ni mgomvi, huko tayari. Watu wanakuja wanakuambia bwana hebu fanya hiki, lakini wewe uko tayari. Kwa hiyo ni lazima kukiri imani yetu hadharani kwa maneno na kwa matendo yetu. Jinsi tunavyoishi unaonekana yule anaonekana yule ni sister. Yule kweli ni Mkatoliki. Kwa matendo yake haya ya wazi tunayosema, uache yale ya binafsi, hicho ni kitu kingine yale. Lakini hadharani imani yetu lazima tuionyeshe hadharani. Imani yetu lazima tuishi kwa matendo. Maaskofu wanasisitiza tuishi imani. Ni imani ndio inayotuongoza katika mahusiano yetu kama wanadamu, maamuzi tunayofanya na mtindo wa maisha kwa ujumla. Kwa mfano, kuwahurumia wengine, kutenda kwa uadilifu, kutenda mema na kufanya chaguzi kadiri ya sheria na kanuni za kanisa. Tunakipata katika kifungu cha 68 katika hiki kijitabu cha maaskofu. Kudhihirisha kwa wanadamu hiyo imani yetu. Je, wewe mtazamaji, msikilizaji wetu, Mkristo, je, imani yako unaitimiza kwa matendo na kwa maneno yako kwa watu? Kuna uhusiano kati ya imani yako na maisha yako unayoyaishi? Au unaitwa tu jina, unaitwa Salvina? Je, kweli wewe ni Salvina? Unakuwa ni jina tu. Au ni jina tu. Wewe unaitwa Clement. Je, kweli wewe ni Clement Mkristo? Au kwa sababu tu una ile jina unakuwa basi tu, ili mradi tu unakuwa na imani mfu kwako? Kwa hiyo maaskofu wanatualika tutafakari. Ndio maana tumewaletea kitabu hiki au ujumbe huu na tunawaalika maparoko wajitahidi ujumbe huu wasikae nao wenyewe tu, wahakikishe kwamba Wakristo wanapata, tunatafakari wote kwa pamoja. Ujumbe huu sio kwa ajili ya waandishi wa habari tu ambao huaga saa nyingine wanachambua ya kwao tu wanayotaka. Wanachukua tu vya kwao vile vitu vichache hapa, unajua hapa kanisa litakuwa limekosea kuandika hivi. Badala ya kuchukua ujumbe mzima ambao unatakiwa watu wa ufahamu, wao
kuchambua kitu gani ambacho labda na nini na kuandika ya kwao. Kwa hiyo ni ujumbe kwa sisi sote kwamba tutafakari pamoja na maaskofu. Ndugu, msichoke kutenda mema. Lakini baba, labda kuna mahusiano yoyote kati ya kutenda mema na fadhila, tuseme na amri za Mungu za kanisa na fadhila za Mkristo? Ukiangalia amri za Mungu zote ni wito wa kutenda mema. Ndimi Bwana Mungu wako, usiabudu miungu mingine. Maana yake usitende mambo ya kishirikina, mambo ya ambayo hayaendani na Mungu. Usiyatende hayo. Usitaje bure jina la Mungu wako, usiue, usizini, usiibe. Maana yake inataka utende mema tu. Waheshimu baba na mama, pate miaka mingi na heri duniani. Kwa hiyo wote huo ukiangalia inaangukia hapa. Kuchoka. Kuchoka. Labda wazazi sasa nyingine wakorofi, lakini usichoke kuwatendea mema, kwa heshimu. Kwa sababu mimi nimechoka, wana mzazi msumbufu sana, huyu kila saa ana hili. Baba, tunaelekea kuhitimisha kipindi chetu. Una la kusema kama msisitizo kwa kipindi chetu kwa watazamaji? Basi kama alivyosema tangu tulikuwa tunaangalia ujumbe wa Kwaresima, wito wangu mimi ni kwamba kila Mkristo, kila mwamini ajitahidi kufuatilia ujumbe huu wa mababa kila mwaka. Na kama mwaka huu hukubahatika kupata kopi yako, hakikisha mwakani unamwambia paroko, uniletee ujumbe wangu wa Kwaresima, usome mwenyewe kwa kutafakari, uweke uwe na maktaba yako ya jumbe hizi za kila mwaka utakuwa unarejea ya kutosha, ili nawe uwe mwalimu kama maaskofu walivyokuwa walimu, kama Kristo alivyokuwa mwalimu kwa familia yako, kwa ndugu zako, kwa rafiki zao. Niwatakie mwendelezo mwema wa Kwaresima. Ndugu, msichoke kutenda mema. Karibu tuhitimishe kipindi chetu. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Bikira mtukufu uliyebarikiwa. Amina. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumtukuze Bwana. Tumshukuru Mungu. Na mtazamaji, mpaka sasa umejifunza mengi, mambo kadha wa kadha yanayohusiana na tafakari iliyotolewa na Baraza la Maaskofu Tanzania. Mpaka hapa tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Nilikuandalia kipindi hiki ni mimi Sister Salvina Makonde, na pamoja na Padri Dr. Clement Kiyo, katibu mtendaji wa Idara ya Teolojia Tanzania kutoka Baraza la Maaskofu Tanzania. Ni kushukuru kwa kuwa nami tangu mwanzo hadi tamati. Shukrani kwako kaka Simon Peter nyuma ya kamera, pamoja na dada Sara Joseph. Mpaka wakati mwingine, nikutakie utazamaji mwema wa Tumaini Television.